Karibu sana ndugu mtazamaji katika kipindi chetu. Tukija hivi na maana kuna kitu. Na kitu hichi kinakulenga, na ikiwa kikulengi basi kinaweza kumlenga ndugu yako, na ikiwa sio ndugu yako basi hata jirani yako. Ni kusema kwamba sisi ni jamii kubwa hapa Marekani. Tumetoka Afrika, tumekuja hapa kwa neema ya Mungu. Na kila mtu ana malengo yake. Kuna wale wanasema kwamba mimi niko hapa kwa muda, iko siku naweza nikarudi nyumbani. Na kuna wale wanaosema kwamba wao wamefika, ina maana wamekuta nchi ambayo wangependa kuendelea, ina maana kuishi, kitu ambacho sio kibaya. Sasa basi, katika maisha ya hapa tunazo changamoto ambazo tunakutana nazo. Na baadhi ya hizo changamoto mojawapo leo naenda kuiongelea. Kuna mdada, sitasema jina lake, ninalihifadhi kwa sababu ya heshima ya mtu, na kwa sababu ya sio vizuri kuongea historia ya mtu alafu kwa ubaya. Yaani sio kwa ubaya, lakini kwa kitu alichokifanya hata kama ni kibaya, kumsema yeye, kumuonyesha kwamba labda yeye ndo wa kwanza, inakuwa sio vizuri. Tunaleta historia hizi kwa sababu watu wengine waweze kujifunza. Hayo ndo malengo. Sio kuja kumkanda mtu, sio kuja kumuona mtu yeye ndo wa ajabu. No. Lakini kupitia makosa ya watu tunaweza kujifunza kitu. Huyo mdada kwenye mitandao ya kijamii, ukimwona unaweza ukasema ana maisha mazuri sana. Unaweza ukasema kwamba huyu kila mtu anaweza katamani kuwa kama yeye. Watu wa rika yake, wanawake wenzake, wanaweza kutamani kuwa na maisha kama ya kwake, kwa sababu anachokionyesha kwenye mitandao kweli utasema amefanikiwa. Kwa sababu anavaa vizuri, anapiga picha sehemu nzuri, anajipodoa, ina maana anajirembesha, kila kitu safi. Lakini huyu mtu ambaye tunamwona kwenye mitandao, juzi hapa tumeona taarifa zake kusema kwamba amefukuzwa ndani ya nyumba. Amefukuzwa ndani ya nyumba. Ina maana kufukuzwa ndani ya nyumba ni kushindwa kulipia ile nyumba. Hilo ni la kwanza. Na kufukuzwa ndani ya nyumba inawezekana umeshindwa kuheshimu sheria mojawapo ambazo umepewa. Lakini inatofautiana jinsi unavyofukuzwa kwenye nyumba. Kwa sababu kufukuzwa kuchukua mizigo yako kuitupa nje, na kufukuzwa kupewa barua kwamba umefukuzwa ni vitu viwili tofauti. Hiki ninachokisema ni kwamba sio kupewa barua. Nasema huyu dada amefukuzwa kwa kutolewa vitu nje. Maswali yanakuja. Yeye kufukuzwa nje na maisha anayoyaonyesha kwenye mitandao, je, vinaingiliana au vinafanana? Jibu ni kwamba havifanani. Kwa sababu mtu yoyote ambaye huwa anamfuatilia kwenye mitandao anaamini kabisa yule dada hawezi kufukuzwa ndani ya nyumba. Kuna wengine wanadhani kwamba yeye amemiliki nyumba, kumbe bado anapanga. Kuna watu wanadhani kwamba yeye uwaga hana shida ya pesa, kumbe shida za pesa zinatokea. Na tumeiona hii kwamba mpaka mtu wamefikia kufukuzwa ndani ya nyumba, ina maana pesa ilikuwa haipo. Ni kitu gani sasa sisi tujifunze? Huyu dada ametolewa vitu nje, anahangaika. Wasamaria wema wamechukua vile vitu wakamhifadhi kwa muda, lakini anapaswa kufanya kazi ili aweze kumiliki tena nyumba. Lakini ubaya sasa wa hapa tunapopaishi, ukifukuzwa ndani ya nyumba, ina maana rekodi yako imeanza kuharibika. Hapa sheria za kupanga nyumba ziko lukuki. Sio kama kwetu Afrika unaweza ukaonana na mwenye nyumba ukiwa na pesa yako. Na akisema hapa tunapangisha mabachela, na wewe ukiwa bachela basi umeipata nyumba. Lakini huku hata kama huku wangesema kwamba uwe bachela, lakini kuna vigezo, wanaangalia credit score yako,
wanaangalia wewe sio muhuni, wanaangalia wewe ni mtu ana gani, wanachunguza maisha yako. Kwa namna moja ama nyingine wanaweza kusema hawa ni wambea, wananifuatilia. Inakuwaje mimi nitakuwa na walipa lakini wao wanataka kunijua kwanza. Wanataka kukujua kwa sababu wajihakikishia kwamba unaweza kulipa. Ndio maana watakuomba pay stub zako kutoka kazini, ile paycheck, uonyeshe ile paycheck kudhihirisha kwamba wewe unafanya kazi. Sio kwa ubaya, lakini hizo ni sheria ambazo wamejiwekea. Kumbe nyuma ya kila mafanikio kuna jambo. Kuna siri. Nyuma ya kila kitu unachokiona kuna siri. Kuna watu wanatamani maisha ya watu wengine, kitu ambacho kila mtu angependa kuwa na maisha mazuri. Lakini nyuma ya maisha mazuri, umeweza kujiuliza swali kwamba yale mafanikio yanatokana na nini? Maana tunaona watu wanauza unga, tunaona watu wanafanya ujambazi usiku, wanafanya ujambazi mchana, ni watu wema. Na hawa wanayaendesha maisha yao. Unaweza kujiuliza huyu mbona anamuonaga kila siku hapa? Nikana kwamba hana kazi. Kumbe kazi anayo usiku. Sasa, ikiwa wewe umekaa kuangalia watu ambao waliofanikiwa, kuliko wewe kujituma kutafuta njia za wewe kufanikiwa, wewe kazi yako unapoteza muda wako kuangalia wale waliofanikiwa. Lakini ujue njia zipi walizofanikiwa nazo. Wao wanakupa kini macho, wanakuja kuambia fanya hivi utafanikiwa, motivation, fanya hivi utafanikiwa, lakini kuna kitu nyuma yake. Kuna wengi walikuwa hivyo lakini walikamatwa. Polisi walivyoenda nyumbani kwao kuwa search, wakakuta wanauza unga. Wengine wakakutwa wanafanya biashara ambayo si halali. Sasa ikiwa wao ndo ulikuwa unachukua uwe mfano wako kwa ajili ya kufanikiwa, ina maana na wewe utafanya biashara hiyo. Kitu gani unatakiwa kufanya? Ikitokea, kwanza nataka nikupe vitu ambavyo unatakiwa kuvifanya ili uepuke mambo haya yasikutokee. Kufukuzwa katika nyumba. Kwanza ujue ukipata nyumba umepita kwenye mitihani ambayo si kila mtu ambaye anaweza kupata nyumba. Kwa sababu hapa Marekani tunapopaishi, kuna watu wengine akiapply nyumba wanamkataa. Lakini wewe umekubaliwa, ina maana hiyo ni nafasi ya kwanza. Nafasi ya pili, unachotakiwa kufanya wewe, kwanza uipende kazi yako. Usiwe mvivu. Kuna watu wanapanga nyumba alafu wanategemea kwamba watu wengine wao wanalipia nyumba. Kitu ambacho sio kizuri, kitakufanya ufike kufukuzwa ndani ya nyumba kama huyu dada alivyofukuzwa ndani ya nyumba. Unachotakiwa kufanya wewe, ukijua bili yako ya nyumba ni kiasi gani, unatakiwa uanze kuhesabu siku ya kwanza ya mwezi. Ukipata cheki yako ile wiki ya kwanza, unagawa majuma 4 au wiki 4. Katika kila wiki natakiwa nitoe kiasi fulani kwenye hii pesa kwa ajili ya kulipa nyumba, kwa ajili ya kulipa umeme, kwa ajili ya kulipa maji. Hizo ni hesabu za awali kabisa, kabla hujafikiria ununue nguo, kabla hujafikiria ununue kiatu. Kwa sababu gani? Hata kama wewe utanunua kiatu, hata kama wewe utapendeza, ni lazima uwe na sehemu ambayo utakuja kuvihifadhi hivyo vitu. Lazima uwe na sehemu ambapo wewe utalala. Kwa hiyo nafasi ya kwanza ni wewe kubembeleza nafasi unayoishi, nafasi unayoilipia. Yaani hiyo sio ombi, ni sharti kwamba lazima. Hiyo ni lazima ufanye hivyo. Kwa sababu ukifanya hivyo utaepukana na matokeo ya kufukuzwa ndani ya nyumba. Panga bajeti yako. Unaweza ukaenda hata benki kwa ajili ya saving, kwamba unaweza ukaseti saving. Kwa sababu watu wengine akiseti yeye mwenyewe anasema kuna muda na sahau, lakini ukiweka ile auto pay, ina maana pesa yako ikiingia, kila inapoingia unakata kiasi fulani kwa ajili ya bili zako za nyumbani.
hicho kiasi kinakuwa kinajitenga na ile pesa yako ya kawaida ya kununua chakula, ya kununua mambo mengine ya kawaida na kuwasaidia watu wengine, vinajitenga. Mwisho wa siku wewe unafika mwisho wa mwezi hauna cha kumkopa mtu mwingine, eti nipatie kiasi fulani ili niweze kutimiza, niweze kulipa nyumba. Kitu ambacho kinaweza kumtokea kila mtu. Lakini isiwe kwamba kila wakati wewe hiyo ndio biashara yako. Ina maana wewe haupo makini. Haiwezekani kila mwezi wewe unatarajia kwenda kwa mtu akukope pesa ya kutimiza kiwango unachotakiwa kulipa bili ya nyumba au rent. Ina maana ikiwa wewe unafikia huko, ni wewe ujilaumu kwa sababu hujui jinsi gani unavyotumia pesa yako. Hujui unatumia kiasi gani, na hujui wewe kiasi gani unachokipata kwa mwezi. Kwa sababu ungejua, ungeelewa, ungetenga kwamba hata kama nitatumia siwezi kupita limiti hii. Lakini wewe unaenda, mwisho siku unakaa kuwazima watu pesa. Mambo ambayo yatakutokea ukishindwa kulipa nyumba ni mambo ambayo yatakufanya kwamba credit yako itaharibika, utakuwa na credit mbaya. Na mfumo wa Marekani, ukiwa na credit mbaya, ina maana inaweza ikakuharibia maisha yako hata 50%. Maana kuna vitu ambavyo utavihitaji lakini hutakuwa na access navyo kwa sababu umeshaharibu background. Utaenda kwenye nyumba hii, wakiangalia tu, wakicheki, wanasema hapana, tunaona kitu hakiko sawa. Kwa sababu wao sio kwamba kila unachokifanya wanakifuta. Unapofanya kitu chochote, ina maana ile report wanaiweka kwenye document zako, Social Security. Unakuwa ni kwamba ukienda hata Georgia, ukienda Kentucky, ukienda Iowa, ukienda Ohio, ukienda Indiana, popote utakapokwenda kile kitu kitaonekana. Utakuwa unadaiwa. Kuna agencies zinaitwa collection agency. Ni wale ambao mdeni wako akishindwa kukudai, anapeleka ripoti yako kwa hizo agency. Wao wanakuwa sasa na kazi ya kukudai wewe. Na kuna uwezekano wale wanapokudai wanaweza wakakufungulia mashtaka. Unaweza ukawa huko nyumbani, kajikuta polisi wamefika, wanakunyakua, wanakupeleka court au wanakupeleka mbaroni. Wanakuambia sababu ya wewe kukamatwa na wanakupa siku ya court ili uende kujibu mashtaka. Kuna matokeo mabaya mengi ambayo sio mazuri, ni mabaya kwako wewe, ambayo yatakufanya uyajutie maisha yako. Kitu cha kufanya ni wewe kufanya budget. Ni wewe kufanya budget ya pesa unayopata na pesa unayotakiwa kutumia. Unatakiwa kujua kiasi chako unachokipata kwa mwezi ni kiasi gani, ili uweze kuweka gharama zote ulizonazo na ujue pesa yako inaenda vipi. Unatakiwa uandike gharama zako mahali kwenye kikaratasi. Hiyo pia itakusaidia kujua kwenye gharama hizi nimetumia mwezi huu, nimetumia pesa nyingi. Unaona? Unatakiwa kuacha kununua vitu vyote ambavyo sio vya lazima, kwa sababu watu wengi wananunua vitu akitamani tu ananunua, lakini ni kitu ambacho kitamfanya mwisho wa mwezi kuna pesa itamiss, ataenda kuikopa kwa watu wengine. Basi ikiwa wewe una madeni mengi, lipa madeni yako, na pia hacha kuchukua madeni ambaye hayana maana. Fanya mpango wa kuifanya income yako iwe double. Unaweza ukawa na kazi 2, unaweza ukawa na kazi hata full time na part time. Inaweza kukusaidia. Njia zipo nyingi. Kuna watu wanafanya kazi, anaenda kwenye kampuni lakini ana kazi nyingine anayoifanyia nyumbani. Hivyo vitakusaidia. Ina maana usiwe mvivu wa kufanya kazi. Na ikiwa hiyo imekutokea, kabla ya siku ya wewe kudaiwa, unaweza ukawasiliana na mtu ambaye amekuhifadhi kwenye nyumba. Ina maana mtu ambaye umepanga nyumba yake.
Ikiwa unajua kabisa mwezi huu mambo yangu hayatakuwa sawa, ongea naye kabla, anaweza akakusaidia, anaweza akakupa njia za kufanya. Na pia ongea na mtu anaelewa mambo ya kusave. Ina maana unaweza kaenda bank, ukaongea na mtu unahitaji msaada, akupe maelekezo jinsi ya wewe kusave pesa yako, ili mwisho wa siku usijikute kwamba unashindwa kulipa bill zako. Kitu ambacho ninachokisema ni kwamba ili jambo linaweza likanitokea mimi, linaweza likakutokea wewe. Siji kumsema vibaya huyu dada, lakini nataka tujifunze kupitia jambo hili. Ni kwamba unaweza ukafukuzwa kwenye nyumba leo ikiwa hauko makini. Sasa sitaki hilo likutokee. Ni wewe kuwa makini, ni wewe kuchukua haya niliyokuambia kuyafanyia kazi, na utaona mafanikio yako. Ikiwa bado hujasubscribe, naomba usubscribe. Ikiwa bado hujalike, comment, share pamoja na kucomment. Sina mengi zaidi. Tutakutana katika video inayokuja. Bye bye.